بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 22 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usul sunna li Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. رفقية قول المؤلف رحمه الله قال: والإقرار بالرؤية بعد الموت. katika misingi ya aqida ahli السنة والجماعة الإقرار بالرؤية بعد الموت، kukiri kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa waumini watamuona Allah baada ya mauti. قوله والإقرار بالرؤية بعد الموت، المراد بالرؤية hapa ru'ya inakusudiwa kuona ru'yatu rabbi azza wa jalla يوم القيامة بعد الموت، kumuona Allah subhanahu wa ta'ala mola mlezi siku ya kiyama baada ya mauti. والصحابة والتابعون وإمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا. هي ndio kauli ya masahaba wote na tabi'in wote katika ahli sunna, kadhalika aima wa uislamu ahli sunna wote wamekwenda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana kesho akhira, ataonekana kwa macho wazi wazi, waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. وقد دلت الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. نهيلي لنا دليلي katika Qur'an na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم صحيح. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة والبهاء والحسن. nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kung'aa na kupendeza. ila rabbiha nadhira, huku zikimtizama mola wao. بالضاء يعني تنظر إلى ربها، امتزام مولا wao mlezi. والمراد بها تنظر إلى ربها بأبصارها. na hapa kinachokusudiwa ni kuwa nyuso siku hiyo au macho siku hiyo yatakuwa ni yenye kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala, maana umtizama kwa macho. ووجه الدلالة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. هذا الله سبحانه وتعالى سمى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، akadhifisha na kuigemeza kutizama katika nyuso
na katika nyuso mtu kutizama utizama kwa kutumia nini? Macho yake. Macho ndio kwenye nyuso. kadhalika kuja na ila, ikatumika ila hapa ambayo iko wazi kabisa katika kutizama kwa macho. Kadhalika haya maneno hakuna karina yoyote, yani hakuna chochote ambacho chaishiria kuwa hapa kinachokusudiwa si kutizama kwa macho, bali ni kutizama kwa moyo, ama kutizama kwa masikio, ama kutizama kwa kadha. Mfano kaje karina, hakuna karina yoyote, bali iko wazi kabisa. Na hapa yaonyesha wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alichokusudia ni kuwa watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao yaliyoko juu ya nyuso zao, na wanachokitizama ni dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. sivyo hivyo, hakika hao wakosefu siku hiyo watawekiwa pazia baina yao na Mola wao mlezi. فدلت الآية على أن الكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل فلا يرونه. هي آية إكوازي kuwa makafiri wamewekiwa pazia, hawatamuona nani? Allah subhanahu wa ta'ala, hawatamuona. فدل بهذه الآية بمفهومها على أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل وأنهم غير محجوبين عن رؤيته. ومفهوم هي آية نكوا waumini watamtizama Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wao hawatawekiwa pazia baina wao na Mola wao. Ama ikiwa pia wao watawekiwa pazia, basi tofauti itakuwa iko wapi baina ya waumini na makafiri? nafikiri iko wazi. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم. الإمام الشافعي رحمه الله akatoa dalili ya hii aya kwa waumini watamuona Mola wao mlezi. قال رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. katika hii aya kuna dalili ya wazi kwa waumini watamuona Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo. قال رحمه الله وقال رحمه الله لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. alipowekea pazia wengine kwa kuwakasirikia, basi ni dalili ya kuwa wengine watamuona kwa kuwa amewaridhia. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. hii aya alifasiri mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe nini maana ya alhusna na nini maana ya aziyada. قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه سوى عز وجل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة. Mtume sallallahu alayhi wasallam watakapoingia watu wa peponi, يقول الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى atawaambia turiduna shay'an azidukum, je kuna kitu mnachokitaka niwazidishie? فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. wakazikumbuka neema za Allah, je ukuzifanya nyuso zetu zikawa nyeupe zenye kung'ara, wakati nyuso za watu waovu zilikuwa na kiza nyeusi? Je ukutuingiza peponi na kutuokoa na moto? Yani bimaana tumetosheka kwa hizi neema kubwa ulizotupa. fayakshifu alhijab, Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa pazia iliyoko baina yake na watu wa peponi.
فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم نسأل الله يجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب. hakuna chochote ambacho wamepewa katika neema za peponi watakachokipenda zaidi watu wa peponi kama kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimtizama Allah subhanahu wa ta'ala ni neema kubwa sana. Neema zote za peponi si chochote katika neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu min fadlihi. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. kisha Mtume sallallahu akaisoma hii aya kwa wale waliofanya vizuri, waliofanya wema, alhusna ya wao ni pepo, wa ziyada. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وزيادة في الآية بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. وحسنى الجنة نزيادة نكمون الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابي. أما أحاديث zilizokuja katika kueleza kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mutawatira, zimekuja katika njia ya tawatur, hazina shaka ndani yake. Na hata zingelikuwa ni ahad maadamu ni sahih basi za thubutu, hakuna tofauti, za thubutu katika aqida, kinyume na ahlul bid'ah katika mu'tazila na jahmiya. zaidi ya masahaba 30 wamepokea hizi hadithi, zaidi ya masahaba 30. منها ما في الصحيحين نذكر حديث زي katika Bukhari na Muslim عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال tulikuwa pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم siku moja usiku akautizama mwezi ukiwa umetimia mbala mwezi wetu, mwezi kamili tarehe 14 15. akasema Mtume sallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar la tudammuna fi ru'yatihi, hakika nyinyi mtamuona Mola wenu mlezi. innakum satarawna rabbakum, katilia mkazo kwa njia nyingi sana, hakika nyinyi mtamuona Mola wenu mlezi. kama tarawna hadha alqamar, kama mnavyoona huu mwezi. Akafananisha kuona na kuona si kinachoonekana. Mwezi haukufanana na Allah subhanahu wa ta'ala, amefananisha kitendo cha kuona, kuwa mtamuona Mola wenu kama mnavyouona huu mwezi. la tudhammuna fi ru'yati, hamtasongamana katika kumuona. bimaana mwezi ukimwambia mtu angalia mwezi anua kichwa, hebu mpishe nione, sioni vizuri. Mwezi ukiwa umekamilika, mtu akiinua kichwa yuona mwezi. Kwa namna hiyo ndiyo mtakavyomuona Mola wenu bila ya kusongamana. فإن استطعتم ألا تغلبوا في صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا مكيوزا. msishindwe na swala kabla ya kuchomoza kwa jua, ni salatu al-fajr, na kabla ya kutua kwa jua ni salatu al-asri, basi fanyeni, msighilibiwe. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كيف اسمها هي؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله، الإمام الخطابي رحمه الله تعالى سمع قوله عقيب هذا، يعني بعد يكون الزامنين الفسيمة فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين.
hapa kuna dalili ya kuwa kule kumuona Allah kwa tarajiwa kupatikana kwa kudumu kuswali swala hizi mbili, kuzidumisha swala hizi mbili. Qala wa khussita, zimehusishwa hizi swala mbili bihadha kama khussita bilaqab at-tawassut min bain al-khams, kama vile zimehusishwa swala hizi mbili kuwa ndio salatu al-wusta, kwa sababu ikhtilafu ya ulama ni kuwa je ni salatu al-fajr ama salatu al-asr, pamoja na kuwa kauli yenye nguvu ni salatu al-asr kwa sababu imekuja hadithi wazi shaghaluna ani salati al-wusta salatu al-asr, kwa kuna haja ya kuleta khilaf baada ya hadithi. Wamekhtalifiana wanaovioni ni kweli, lakini si kuna hadithi hawachana khilaf. Bas hadithi ni kuwa salatu al-wusta ni salatu al-asr. وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة وفي وضع الحساب، ingawa kila moja katika swala yastahiki hii sifa, bimaana swala zote ni muhimu, yani ukiweza usishindwe na swala yote, si hizi peke yake, lakini hapa zikakusudiwa hizi kuonyesha fadhila kubwa zaidi ambazo swala hizi mbili zipo. Na hizi swala mbili ndio swala ambazo hupishana malaika usiku na malaika wa mchana, hupishana katika swala hizi mbili, salatu al-fajr na salatu al-asr, yataaqabuna kama ilivyokuja katika hadithi. ومنها في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، janna mbili hizo, pepo mbili za fedha. Za fedha nini? Yani viombo vyake na vilivyomo ndani yake ni fedha tupu ndani yake. Wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wama fihima, na pepo mbili hizo za dhahabu, viombo vyake na vilivyomo ndani yake dhahabu tupu ndani. Allahu akbar. Jamaa hapa akiwa na kijino tu cha dhahabu kila saa nkivaa hivi antajirika kidogo, ataweka kijijino cha dhahabu basi ateka na kila utamwona kimwana mtu atakaonekana amenwa dhahabu, kisha akapata vijipeni kidogo, akanunua kama mwanamke akajifananisha, akanunua na mkufu, kisha ule mkufu akaweka sijui dude gani kubwa na nyingine hivi kama mbwa aketi. Mwanamume mzima mara tu amona mpata pete ya dhahabu, ajui hivi vitu vya legeza, hivi vitu vya wanawake hasa vya legeza. Wataka kuinua kidole hivi akienuki, mara mkono uenuki, mara shingo wataka kuvundika, ya nini? Hivi vitu vya wanawake vya legeza, mkono unajivuna kweli kweli. Na ukifanya hivyo hapa duniani kama wewe ni Muislamu, kesho akhira wakosa. Watakuwaji waumini peponi? Vikombe, visani vyao, kila kitu chao ndani ya pepo nini? Dhahabu ama fedha. Na hii fedha ya ajabu, manake hata bilauri au glasi zao zimetengenezwa nini? Fedha. Qawarira min fiddatin, yani glass wajua yaonyesha paka ndani, nionyesha silver hapa, ukitia kitu ndani waona. Duniani kule peponi ukitia kinywaji ndani wakiona kwenye kile kikombe cha fedha. Mna haraka kwa miaka 10-20 tu wafli mbali kuondoka kwa duniani. Fanya subra, kesho uende ukastarehe. Sikiza pepo hizo, alafu ukose hii fadhila. Ndiyo pengine umeingia peponi, lakini ukaingia katika daraja ya nini? Ya chini. Ya nini? Na usiwe na himma duni ukasema kuwa mimi si bora niingie peponi tu. Si hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus. Mpaka katika kuomba Mtume sallallahu atuelekeza tusiombe tu kuingia peponi tu, tumuombe Allah atuingize wapi? Alfirdaus. Hivi ndivyo anavyotakana mu'min awe. Si kusema tu mimi niko tayari, bora niingie hata kama mpepo ya daraja ya chini kabisa. Wajiwaji utapitia mangapi huko mpaka uje uingie peponi? Ya nini yote haya? Wallahu almusta'an. Pepo hiyo ya dhahabu, vyombo vyake vya dhahabu, kila kilichoko ndani dhahabu.
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. na hakuna baina hawa waja wema wa peponi na kumuona Allah isipokuwa pazia ya kibr ya Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka, akiondoa tu wamuona Allah subhanahu wa ta'ala. yani wako karibu na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. sallallahu min fadli. ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. na watu waliuliza katika masahaba swali la wazi kabisa, je, tutamuona Mola wetu siku ya kiyama? hapa watarajia masahaba wazungumzia kuona kupi? kuona kwa kujua ama kuona kwa moyo ama kuona kwa kitu gani? mtu akisema je, nitamuona Mola wangu siku ya kiyama mimi, akusudia nini? kuona kwa macho. waweza kushindwa vipi ahlul bid'ah katika hili wakapotea? na ndio pale ukiona mambo kama haya useme alhamdulillah alladhi afana mimma ibtalahum bi, sababu ni mtihani. nusus za Qur'an na Sunna zikaja wazi kabisa, kisha mtu akapinda, hii maana yake ni hivi, na mimi nikiitakidi hivi, wewe ukiitakidi hivyo utakufuru. hivi ni uulize swali nyinyi muattila, hiyo fikra mlionao nyinyi na tafsiri mlionao nyinyi aliijua Mtume sallam ama hakuijua? ukisema hakuijua ushajinasibisha wewe ilmu ambayo hata Mtume sallam hakuwa nayo. ukisema alijua tutakuuliza mbona basi hakuifundisha? akasema angalieni, kuona hapa si kuona kwa macho mkuona kwa hivi. kuona maana yake ni ilmu, mkono maana yake ni qudra. na wewe ama Mtume sallam, nani ana huruma zaidi juu ya huu umma, nyinyi ama Mtume sallam? mkisema nyinyi mtakuwa mmemtoeza Mtume sallam, na mkisema yeye ndiye aliye na huruma zaidi, basi mwataka kusema hata mara moja hakutuhurumia Mtume sallam akatufasiria maana yake hizi sifa ili sisi tusije tukapotea hata mara moja? jamaa, Sheikhul Islam alimuuliza mmoja katika hawa muattila maswali kama haya, akamwambia haya maswali hayajibiki, achana nayo, uliza mengine. hayajibiki kikweli. haiwezekani mtume wetu sallam ambaye ana rehema juu ya huu umma kisha situambie kuwa hii maana yake si kuona kwa macho, maana yake ni hivi, na iwajua kutakuja na watu wataamini hivi ilivyo dhahiri yake. sio mafahamu hapa? hata mara moja asiseme kuwa hii maana yake ni vile, kumaanisha kuwa ameridhika iko vile vile katika dhahiri yake ilivyobakia. mje nyinyi wenye akili kubwa zaidi mtake kuelekeza umma katika mwelekeo ambao hakuelekeza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hivi ndivyo walivyo muattila katika hawa watu wa bid'ah, mu'tazila na wengineo. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. mnashaka nyinyi juu ya mwezi ukiwa umetimia na hakuna mawingu, mnashaka kuwa mmeuona ule mwezi? قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب. mnashaka kuwa mmeliona jua na hakuna wingu, jua liko wazi, mnashaka? قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. kuna kitu wazi zaidi hivi? hivyo ndivyo mtakavyomuona Mola wenu wazi kabisa. hadithi iko wazi katika Bukhari na Muslim. hasa wapata Muislamu pia ababaishwa baada ya hadithi hizi kwa sasa wewe madha baada alhaqi illa dhalal, wataka nini baada ya haki isipokuwa upotofu tu? kilichobaki itakuwa ni upotofu. kisha hapa akawazungumzia mu'tazila kama ilivyo njia ya Sheikh hafidhahullah katika kueleza kila msingi. mwanzo aanza kueleza itikadi sahihi ya ahli sunna, kisha aeleza ahlul batil wao wasema nini, kisha awajibu kwa dalili.
kisha akimalizia atazungumzia masala yanayofungamana na ru'ya kwa Mtume sallam alimuona Allah au la, tutakuja kuzungumzia insha Allah taala, ndio amalizie huu msingi kuzungumzia. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.